Uchunguzi wa shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International unasema miili ya watu ilipotea kutoka vyumba vya kuhifadhi maiti katika miji kadhaa nchini Tanzania baada ya vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Ripoti ya Amnesty International inadai maafisa wa usalama ndio waliondoa miili hiyo ya watu kutoka vyumba vya kuhifadhi maiti na kuongeza kuwa jamaa za watu 8 waliouawa mjini Dar es Salaam wameshindwa kupata miili ya wapendwa wao hata baada ya kutembelea vyumba kadhaa vya kuhifadhi maiti. Chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kimedai zaidi ya watu 2,000 waliuawa katika ghasia za wakati wa uchaguzi, lakini mpaka sasa serikali ya Tanzania haijatoa takwimu yoyote kuhusu waliouawa kipindi hicho cha uchaguzi mkuu. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba mara kadhaa amesema serikali haiwezi kutoa takwimu za waliouawa kwenye vurugu hizo, kwani kufanya hivyo ni kudunisha ubinadamu. Sasa nije na lile watu wangapi, na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu. Tunaongelea watu wanapoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Wa kundi la waasi la M23 wameanza kuondoka katika mji huo kuanzia hapo jana, ila bado hawajaondoka wote kikamilifu. Waasi hao wanasemekana kuwa kilomita 25 kutoka mji huo wa Uvira. Kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo Bertrand Bisimwa ameishutumu jeshi la DRC kwa kuwashambulia raia kusini mwa mji huo wakijaribu kuwalenga waasi wa kundi hilo la M23. Kundi hilo la M23 liliudhibiti mji wa Uvira ulioko karibu na mpaka wa Burundi wiki iliyopita, na wanasema wanajiondoa kutoka mji huo ili kuunga mkono makubaliano ya amani yaliyoafikiwa Marekani kati ya Rwanda na DRC. Aidha, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema linahitaji dola milioni 33 ili kuwasaidia zaidi ya wakimbizi 80,000 waliokimbilia nchini Burundi baada ya kundi la waasi la M23 kuuteka mji huo wa Uvira. Hapo ni jijini Uvira ambapo shughuli zinaendelea hadi sasa baada ya M23 kuteka miji mikuu ya Goma na Bukavu mapema mwaka huu. Anguko la mji huu wa Uvira lilikuja siku chache tu baada ya viongozi wa Kongo na Rwanda kutia saini mkataba wa amani mjini Washington, na mashambulizi hayo yalilaaniwa vikali na Marekani ambayo iliahidi kuchukua hatua mbele ya ukiukaji wa wazi na makubaliano yaliyofikiwa na Marekani. Kutekwa kwa Uvira, mji wenye wakazi kadhaa, kuliwaruhusu M23 wanaoipinga serikali kudhibiti mpaka wa ardhi na Burundi na kukata DRC kutoka kwa usaidizi wa kijeshi wa jirani yake. Siku ya Jumatano, M23 ilitangaza kuwa imeanza kujiondoa katika jiji hilo na kutoa wito kwa wapatanishi na washirika wengine kuhakikisha kuwa Uvira inalindwa dhidi ya vurugu, kulipiza kisasi na kurudishwa kijeshi. Duru za ndani za kiusalama zimeripoti kuwa wanajeshi hao walikuwa wameelekea kaskazini mwa mji huo, ambapo kwa sasa baadhi ya raia wameelezea namna hali ilivyo. Magari zao zilipita tena usiku zinaenda kote ya Kalondo. Ba polisi biko kumeri sai ba moja biko ku frontiere na kuma bank, activite za soko na maduka zimazima wanafungula. Onje yenyewe na circuler ni Croix Rouge tu. Mamlaka ya mkoa wa Kivu Kusini ambako Uvira iko ilisema katika taarifa Alhamisi kwamba vikosi vya M23 viko kilomita 9 kutoka Uvira vikiwa na mizinga yao, madai ambayo M23 kwa upekee haijathibitisha, ikiwa pia haijataja umbali ambao wanajeshi wake walijiondoa au eneo lao. Wakati baadhi ya mashirika ya kiraia na raia wa kawaida na M23 wakishuhudia kujiondoa kwao jijini Uvira, licha ya lawama zinazoripotiwa kuhusu uwezekano wa hatua hii ya kuimarisha amani mashariki mwa DRC, Fredi Mudeba amesema kuwa idadi kubwa imeondoka jijini Uvira tangu jana hadi sasa. Kwenye walikuwa kwa mapozisho yao wamepunguka kabisa, yani efektife mingi imeanza kwenda jana na mpaka leo wangali wanaendelea tujuru kuondoka, magari zinaendelea, lakini sasa hofu ni kwamba wako wanaondoka, hatujui wangapi waliingia kana wangapi watatoka, kwa sababu ingawaji wako wanaondoka, lakini wengi wako wanapanda tena milimani kwenda katika nyanja za juu za Uvira, Fizi na Mwenga.
particulier est de la République démocratique du Congo. Upande wa serikali ya Kinshasa kupitia msemaji wake, uondoaji huo utakuwa halali tu ikiwa huduma za DRC zitathibitisha kikamilifu kwa kurejesha udhibiti wa jiji. Msemaji wa serikali ya Kongo alisema. Watetezi wa haki za binadamu Kivu Kusini wamesema kuwa ni muhimu kwamba Marekani idumishe nafasi yake ya uongozi na kurudisha vyama kwenye meza. Hii ni muhimu ili kuunga mkono maono ya Rais Trump ya amani na ustawi wa kiuchumi katika eneo hilo. Pacific Kararuka, mmoja wa wanaotetea haki za binadamu Kivu Kusini, ameelezea pia hisia zake dhidi ya mpango huu wa M23 kujiondoa jijini Uvira. Hawajaondoka wote katika sehemu za mpakani mwa Kavimvira na Katumba, yani Kongo na Burundi. Kila kuona kwamba wangali wanazagazaga sijui wapi, imeleta tena hofu sana mpaka kwa sasa. Haya yanajiri wakati hali ya utulivu yashuhudiwa katika vijiji vya Mko, Karambi na Mashango katika eneo la Bukombo wilayani Ruchuru huko Kivu Kaskazini, baada ya mapigano ya Jumanne na Jumatano kati ya AFC M23 na wazalendo. Mtu mmoja alipoteza maisha, wengine kadhaa walijeruhiwa na karibu nyumba 10 zilichomwa moto wakati wa mapigano katika eneo hilo la Bwito. Chubengorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na Umoja wa Mataifa unaomba ufadhili wa dharura wa dola milioni 33 kuwasaidia zaidi ya Wakongo 80,000 waliokimbilia Burundi baada ya waasi wa M23 kuuteka mji wa Uvira. Hayo yanajiri huku kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC ikisema hali ya kibinadamu katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo ni tete na maelfu ya wakazi wa mji wa Uvira na miji mingine ya jimbo hilo wanahitaji misaada ya dharura. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Ann Kilimo, afisa mwandamizi wa ICRC, kufahamu zaidi kuhusu hali hiyo. Hali ya usalama imekuwa ni tete kwa sehemu mbalimbali kusini mwa Kivu kwa sababu mapigano yanaendelea sehemu nyingi za Kivu ya Kusini. Idadi ya watu ambao wameathirika na wengine wengi ambao wamelazimishwa kutoka nyumbani kwao na kutoroka bado inazidi kuongezeka. Wanawake, watoto, wazee ambao tayari walikuwa wanaishi katika hali hatari kabla ya mapigano haya, na sasa imewalazimu tena kuacha nyumbani kwao na mali zao ili kukimbilia usalama. Mapigano haya hivi karibuni yamesababisha pengine majeruhi ya watu kiasi gani? Tunajua kwamba kaida mapigano yanapotokea kuna raia wengi ambao bado wamebaki, ambao wamejifungia majumbani kwao, lakini kuna wengine ambao wamejeruhiwa na wakaweza kufika katika hospitali mbalimbali ambazo kamati la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC pamoja na chama cha kitaifa cha DRC cha Red Cross ya DRC ambapo tunatoa misaada mbalimbali, na kufikia sasa tuseme idadi ya watu ambao tumeweza kupata ambao wamejeruhiwa na wakapata misaada ni kama 193 ambao walikuwa na majeraha ya silaha mbalimbali waliotibiwa kati ya tarehe 2 na 16 Desemba kwa hospitali hizi. 110 hivi walitibiwa katika hospitali kuu ya Uvira. Na je, walioachwa bila makazi mnaweza kukadiria ni kiasi gani, na wale ambao wamelazimika kuyahama makazi yao wanaelekea wapi ama wamekwenda wapi? Taarifa kutoka Umoja wa Mataifa inakadiria kama 500,000 ya watu ambao wametoroka makwao, wamehama kutoka Kivu Kusini tangu Desemba 2, lakini watu wanazidi kukimbia makwao hadi sasa, na wengine wanatafuta sehemu ambazo ni tulivu hapo tu Kivu, lakini wengine wamekimbilia nchi jirani. Inakadiriwa zaidi ya watu 60,000 wamekimbia kutoka DRC kwenda Burundi kufuatia mapigano huko Kivu ya Kusini. Mnawapatia misaada gani kama ICRC, lakini pia vile vile mkishirikiana na Msalaba Mwekundu? Wanaokimbia wamepata misaada mbalimbali kutoka kwa jamii ya Msalaba Mwekundu, ikiwa pamoja nani ICRC na Red Cross, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ya Burundi na hata ya Rwanda. Na misaada ambayo inatolewa sana sana ni kwa sababu ya matibabu. Pia tumepata watu ambao imelazimu tuwahamishe, yani watolewe kwa sehemu ambazo walijeruhiwa wapelekwe kwa sehemu ambazo wanaweza kupata matibabu hayo, yani tunaita medical evacuation. Pia tumetoa vifaa vya kusaidia na kwa wale ambao labda wamefariki, kwa jamaa ambao walipoteza watu wao, kwa sababu ni muhimu kuhakikisha kwamba kuna heshima hata kwa maiti. Kwa hivyo kuna vifaa ambavyo tumetoa ili kuwezesha jamii na jamaa kuweza kuwazika wale watu wao
kwa njia ambayo ni ya kiheshima. Tumekuwa tukitoa maji ya dharura na pia kuangalia mambo ya usafi wa mazingira na usafi kwa jumla. Maeneo mengine ya Kivu Kusini na hata jimbo jirani la Kivu Kaskazini, hali kwa jumla iko vipi? Si hali nzuri, kwa sababu mapigano yamesababisha majeruhi na majeraha kwa wengi, na pia kuna silaha ambazo zisizolipuka ambazo zimeachwa sehemu kama Kamanyola, Uvira, Luvungi na Sange, ambazo zinakuwa ni hatari kubwa sana kwa raia wanaoishi sehemu hizo. Kuna wengi walipokuwa wakikimbia pia wamepoteza mawasiliano na jamaa zao, labda unakuta kuna watoto wamepotea. Kwa muda huu tumekuwa tukiwasaidia hasa kwa kuwapa nafasi ya kuweza kupiga simu wale ambao wana nambari za watu wao. Kuna volunteer hasa wa kutoka Burundi ambako wengi wamekimbilia, pamoja na timu za ICRC wamekuwa wakijaribu kufanya hivi, na kufikia kwa sasa zaidi ya simu 1,000 zinaweza kupigwa watu kujaribu kutafuta jamaa zao, na watoto ambao walikuwa wamepotea 11 tayari washaunganishwa pamoja na familia zao. Naam, kama mashirika ya kimataifa na pia vile ya kitaifa ambayo yako DRC na mmeshuhudia hizi dhiki zote zinazowakumba Wakongomani, pengine mngetoa wito gani kwa viongozi wa DRC wa kisiasa kuweza angalau kutuliza hali? Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ingependa kuwakumbusha viongozi wote wa pande zote za wapiganaji DRC kwamba wanawajibu, kwa sababu kuna sheria zinazotumika wakati wa mapigano, na wanawajibu wa kuziheshimu sheria hizi, na hasa kulinda hospitali na vituo vyote vya afya, na kusaidia au kuwezesha upatikanaji wa huduma hizi za afya kwa wote ambao wanazihitaji, kwamba hospitali na vifaa hivyo vya afya ni zinazofanya kazi ya kibinadamu peke yake, hazipaswi kushambuliwa, kuharibiwa, kuporwa au kuzuia wale wanaofanya kazi kufanya kazi yao. Pia wana wajibu ya kuhakikisha kwamba raia wana nafasi ya kuweza kufikia sehemu salama na kuweza kupokea msaada yote ambayo wanahitaji. Naam, huyo ni afisa wa ICRC Ann Kilimo kama nilivyozungumza naye. Msikilizaji